tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama, jiji limetulia. Unajua baba katikati alipata mazingira mazuri, alipata kichefuchefu, akawa anateka mjini, anateka sana moto. Naomba nikasema huyu inawezekana huyu anavona, ana malaria, anahisi matibabu, ana uhakika kupata mtoto sasa. Kwa hiyo tumetiliwa kule namna ambavyo mjumba alikuwa anajiona iko sawasawa. Saa hizi limetulia, watu wote wana amani, wana amani, wana mpira umeshinda, kwa sababu huwezi unashinda mechi ya kombe la Muungano ukataka kukompea mafanikio yako na mafanikio ya kushinda mechi kwenye ligi kuu. Ni Premier League na ushindi wa Premier League ni rekodi ya miaka mingi. Unaposikia Simba leo kumfunga Yanga mabao matano, hiyo ni ligi kuu, haikuwa ile sasa mmoja kwa mfungo. Ukisikia Yanga alifunga Simba mabao matano, hiyo ilikuwa ni mchezo wa ligi kuu kwa mashindano ya kombe. Matokeo ya ligi kuu yanaishi. Sasa huu ni mwaka wa 3. Tumefika rasmi, tunaingia 2027. Simba hajafunga Yanga mechi za ligi kuu tangu Sakeri. Naomba Hamza. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Tumekata ile mzozo wa fitina. Saizi kutoka mwaka 2023 tuna huu mwaka 2026 kwenye football ya ligi kuu yamemalizika rasmi. Tunasubiri ligi kuu ijayo ambayo ni 2026-27 ambayo panapo majaliwa wa Mwenyezi Mungu ndio Simba wanaweza kupata hiyo chance ya kupata matokeo ya ushindi kwenye mechi ya ligi kuu, lakini mpaka hii 2026 na maana inatamatika miaka 3 bila Simba kumfunga Yanga kwenye michezo ya ligi kuu. Kwanza ni wapongezi viongozi wa Yanga kwa sababu Yanga tunahitaji furaha mashabiki, na kama tunahitaji furaha, fanyeni jambo lolote linalowezekana litakalowapa furaha wanayanga. Mojawapo ni lile, kama vyumba vya kubadilishia nguo haviko sawasawa, na kwa ajili ya maandalizi ya wachezaji wetu inatakiwa itafutwe chumba kizuri ambacho kitawapa wachezaji wetu utulivu na kufanya vizuri kwenye mechi. Kwa hiyo wakaamua kutafuta nyumba ya White House, nyumba ya kifahari, wenyewe kama wanasema ni Magic House, jumba la maajabu. Kwa hiyo tunashukuru wachezaji wameenda, wamepata utulivu first half baada ya kupoteza. Inawezekana wanaendelea vyumba vya kubadilishia nguo, wangerudi wangekuwa nyingi zaidi. Kwa hiyo walipoenda kwenye Magic House wamepata utulivu na alhamdulillah so far tumeondoka na matokeo. Kwa nini mlisita kuingia kwenye vyumba rasmi vya kubadilishia? Amesitajua kwa sababu viongozi wako karibu na timu, kwa hivyo vyumba wao wanaenda kufanya mazoezi. Inawezekana mazoezi ya mwisho walipoenda Meja Jenerali Samuel wakaona zile room labda kwa wachezaji na klasi ya daraja letu kama sehemu bora zaidi ya kutumia. Viongozi maamuzi yao yachukua ni sahihi, na kama kuna kanuni ama sheria yoyote ya kupigwa faini, muhimu ni kwamba ukiondoka na hivi tunajua sio kwa kufichana.